kabisa ya kwamba watu wa Mungu mnaendelea na maombi kule mliko, na pia ninashukuru kwa watu ambao mnaotoa taarifa kwa namna ambavyo mnavyoendelea na maombi huko mliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ninapenda kuambia hata watu wa Mungu wengine ambao wako pamoja na sisi katika hili, ambao hawachoki kumwambia Mungu kila itwapo leo, nipende tu kuambia nao pia waendelee kufanya maombi, waendelee na maombi hata kama tusipokuwa live hivi, lakini mimi ninachoomba ni maombi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unapofanya maombi ndivyo unavyoendelea kumsogelea Mungu, ndivyo unavyoendelea kuwa karibu na Mungu. Lakini pia unapofanya maombi ndivyo unavyoendelea kudumisha hali ya Ukristo wako ndani yako. Kwa sababu watu wengi wamebaki tu na jina la kuitwa Wakristo, lakini kimtazamo na kiuhalisia kabisa Ukristo umeshawakimbia muda. Lakini bado wakaendelea wakitoka mitaani kule wanaitwa kuwa ni Wakristo, lakini ukweli ni kwamba Ukristo umeshawakimbia muda. Nataka nikwambie mtu wa Mungu kwamba kwa njia hii ambayo Mungu aliyotuwezesha ya kuweza kusimama katika maombi kila siku, unaposimama katika maombi kila siku, nina hakika kabisa ya kwamba ndivyo unavyoendelea kumsogelea Mungu na kumuona Mungu katika maisha yako. Lakini pia hata kuteteleka katika Ukristo wako, hakuna kitakacho kutetelesha katika Ukristo wako, kwa sababu bado una ile nguvu ya kuendelea na maombi, bado una nguvu ya kusema na Mungu, bado una nguvu ya kumkaribia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunawahimiza watu wa Mungu waombe, kwa sababu maombi ndio msingi wa kila kitu kwa mtu aliye hai, aliyeko hapa duniani. Bila maombi, mpendwa, hakika huwezi ukazipata hata zile baraka za Mungu. Bila maombi huwezi hakika hata ukapata chochote kilicho cha Mungu. Tofauti na hapo utazungukwa na mambo mengi ya duniani. Tofauti na hapo utazungukwa na mambo mengi sana ya duniani, ikiwa magonjwa, kukata tamaa, maisha magumu na vitu vingi viovu ambavyo vinavyoweza kukuzunguka, kwa sababu hauna nguzo, hauna chochote mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunaendelea kuwahimiza watu wa Mungu waendelee kumuomba Mungu, waendelee kukaa na Mungu. Unavyoendelea kumuomba Mungu ndivyo unavyoendelea kumsogelea kila itwapo leo. Unavyoendelea kuchochea nguvu ya maombi ndani yako, ndivyo unavyoendelea kumuona Mungu, unavyoendelea kuona maajabu ya Mungu. Leo hii ukiniuliza mimi kitu ambacho ninachokiona mimi katika maisha yangu kama nguzo ya maisha yangu, kwa maana kwamba kikipotea kitu hicho sitakaa salama, nitakwambia kwamba ni maombi, kwa sababu ninajua wazi kabisa ya kwamba namna maombi yalikonitoa. Nikiomba ninafanya nini? Nikiomba ninapata nini? Kwa hiyo nina kila sababu ya mtu ambaye anayeweza kaniuliza mimi kwamba nikiomba ninapata nini. Siri ya maisha yangu hakika ni ipi? Nitamwambia siri ya maisha yangu ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi nikikosa kitu nitaingia katika maombi, nitamwambia Mungu kwamba Mungu, nimekosa hiki. Nitafanya mazungumzo yangu mbele za Mungu, nitafanya maombi nikiwa nyumbani, hata nikiwa kanisani, madhabahuni. Ninaenda madhabahuni kumwambia Mungu, kwa sababu ninazijua faida za maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninazijua faida za maombi kwa mtu ambaye aliyesimama na Kristo, aliyeamua kumpa Yesu maisha yake. Njia mojawapo ya kuzungumza na kupeleka haja zake ni nini? Ni maombi, wala hakuna kitu kingine. Na ndio maana tunazidi kuambia watu wa Mungu ya kwamba muendelee kusamini maombi, kwa sababu unapomwomba Mungu, Mungu anakushushia neema yake. Unapomwomba Mungu, unamuona katika utukufu wake. Unapomwomba Mungu, unamuona katika nuru yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata mifano
Tunaona mifano mingi katika Biblia hii. Angalia hata kipindi cha Musa ambavyo Musa alivyokuwa akikutana na magumu ya namna gani, lazima alikuwa anaenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, anamuomba Mungu kulingana na hali waliokuwa nayo, anamuomba Mungu. Popote pale penye ugumu walikuwa wanapenya kwa sababu ya maombi. Walikuwa wanamwendea Mungu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hili tunaliona tena katika ufalme wa mtu mmoja. Nani huyu? Ahasuero. Tunaliona tena kwa Esther, kwa namna ambavyo ilivyotoka amri juu ya Wayahudi, amri ya kuuawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ninapokuambia hivi, ninakupa tu moja ya vionjo ili kusudi upate kuona umuhimu wa wewe kwenda mbele za Mungu. Yaweza kuwa yapo mambo magumu ambayo yaweza kuwa hakika kabisa umejikatia tamaa, umekata tamaa na maisha yako. Aidha kuna kitu ambacho umekikatia tamaa kwa sababu umetafuta msaada kwa wanadamu, haupati msaada. Umetafuta msaada kwa watu, haupati. Kwa kitu chochote, kwa ndugu na marafiki, haupati, mpaka ukakata tamaa. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba iko njia ambayo watu wa Mungu waliitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko njia ambayo watu wa Mungu waliitumia pindi walipokutana na mambo magumu. Ipo njia ambayo watu wa Mungu waliitumia pindi walipokutana na mambo ambayo hayawezekani kibinadamu. Njia hiyo ni maombi. Walipoingia mbele za Mungu, wakamwambia Mungu juu ya mambo magumu, juu ya vitu vigumu ambavyo aidha viliwakatisha tamaa, vilisimama kwa ajili ya kuwakatisha tamaa wasiweze kuendelea na safari. Walifanyeje? Walimwendea Mungu, walifanya maombi ya kumweleza Mungu kwamba Mungu, tunahitaji kitu hiki, tunahitaji tupenye kutoka katika sehemu hii, tunahitaji tutoke mahali hapa, tunataka tutoke katika ugumu huu. Ndipo Mungu alipotokea bila kusita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu alipotokea bila kusita. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakupa tu moja ya faida. Ninakupa moja ya faida ambayo tunaipata katika maombi, ambayo ni siri yetu. Watu ambao tuliookoka, tulioamua kumkabidhi Yesu maisha yetu, tulioamua kumfuata Yesu katika kila hali, iwe katika hali ngumu, iwe katika hali nzuri, tumeamua kumkabidhi Yesu maisha yetu. Lakini pia si kwa ajili yako tu, hata katika vitu vyote vinavyokuzunguka, hata katika mambo ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata katika mambo ya taifa. Nini hichi? Maombi. Kwa maana taifa usimama pale wanapopatikana waombaji, wanapoingia katika maombi. Kuna mambo mengi ambayo sisi watu wa Mungu yanaturudisha nyuma, ambayo yakihusiana na habari ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie, bila ya kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kujiombea na kuliombea taifa, ni sawa na kitu bure. Tutapiga kelele, tutaongea kwa kutumia ujuzi wa kisiasa na ujuzi wa kila namna, lakini bila kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuendelea kumwambia Mungu, ni sawa na bure. Na ndo maana Mungu anazidi kufunua hii njia, na ndo maana Mungu anazidi kututia moyo hata sisi tunaosimama katika habari ya kuhamasisha maombi kwa watu, ili kusudi kanisa liweze kurejea katika msingi wa kumwomba Mungu. Kanisa litakaporejea katika msingi wa kumwomba Mungu, ndipo Mungu atajifunua na kuonekana kanisa kuwa ni la muhimu kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunazungumza haya, mtu wa Mungu, ili nikupe tu namna, jambo dogo ambalo tunaliona kabisa kwa mfumo wa kawaida kuwa ni dogo, lakini ni jambo muhimu sana kwa mtu wa Mungu, ni jambo muhimu sana kwa kanisa. Bila ya kulisimamia hili jambo, mpendwa, hakika hatutafika popote. Lakini tukisimama na kulisimamia, tutamwona Mungu akitokea. Tutamwona Mungu akitokea, akitushika katika safari yetu ya wokovu. Unajua, nimekuwa nikiwaona watu wengi
wakijivunia wokovu. Nimekuwa nikiwaona watu wengi wakijivunia wokovu pale hata wanapokuwa kwenye nyumba za ibada, wanajivunia, wanasema kila mtu kwa lugha yake, kwa namna ambavyo anavyojua wokovu. Lakini nikiangalia kabisa kwa sura tu ya kawaida, ninaona kabisa ya kwamba watu hawa bado wamepungukiwa na kitu fulani ambacho ni maombi ndani yao. Kwa sababu gani? Piga jicho la ndani na kuona wokovu wa watu ndani, unajua kabisa wazi ya kwamba wamepungua. Lakini ni kipi ambacho kimepungua katika maisha yao? Ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kinachopungua katika maisha ya watu na kurudisha nyuma wokovu ndani ya maisha ya watu ni maombi. Watu wameshindwa kusimamia misingi yao. Watu wameshindwa kusimama na kuona na kuziona zile taratibu za Mungu ndani yao. Ni maombi. Wameshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakwambia haya mtu wa Mungu, ili kusudi upate kuona usamani wa maombi, upate kujua ni namna gani ambavyo unavyopaswa wewe kama mtu wa Mungu kwenda mbele za Mungu. Unapoenda mbele za Mungu, unamwona Mungu anatokea. Na hasa tunapokuwa katika siku hizi za mwisho, tunamhitaji Mungu kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamhitaji Mungu kuliko kawaida. Tunaona katika maandiko watumishi wa Mungu, manabii, kwa namna jinsi ambavyo walivyopata nafasi ya kuziona hizi siku za mwisho. Tunamwona mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Sefania. Tunaona jinsi ambavyo andiko hili la siku za mwisho, kwa namna ambavyo lilivyotokea na kuandikwa juu ya nyakati hizi ambavyo nyakati hizi watu wamekuwa wenye kupenda fedha. Lakini kwa mtu wa Mungu kwenye kitabu hiki cha Sefania, inaonekana wazi kabisa ya kwamba hakuna kitu ambacho kinachoweza kumkomboa mwanadamu tofauti na kwenda mbele za Mungu. Fedha na mali hazitakuwa na msaada, ila ni kwenda mbele za Mungu na kumpokea Mungu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake kila itwapo leo. Tunapofanya hivyo, tunamwona Mungu. Tunapokubali kumwendea Mungu, tunapokubali kwenda mbele za Mungu, tunapomkubali huyu Yesu, tunapokubali kuchukua muda, tunapokubali kuchukua nafasi ya kwenda mbele za Mungu kila itwapo leo, hakika Mungu anaingia katika maisha yetu, anaingilia maisha yetu kila itwapo leo. Lakini njia mojawapo ni kukubali kwenda mbele za Mungu, ni kumwomba Mungu. Unapochukua muda kwa ajili ya kumwomba Mungu, ndipo unapoendelea kupeleka shida zako, ndipo unapoendelea kupeleka matatizo yako. Nataka nikwambie mtu wa Mungu kitu kizuri kabisa, ya kwamba Mungu anatamani utamke neno lolote mbele zake ili kusudi afanye. Una matatizo hayo ulionayo, unayo kwa sababu hautamki neno lolote mbele za Mungu. Unayo kwa sababu hujapeleka shida yako mbele za Mungu. Unayo kwa sababu hujamsogelea Mungu, hujaamua kumsogelea Mungu. Yaweza kuwa kweli unakutana na kipindi kama hiki, lakini ndani ya moyo wako umeuwekea ukuta, umepuuzia kipindi kama hiki, na ndio maana unakiona tu kuwa ni kitu cha kawaida. Lakini nataka nikwambie mwana wa Mungu ya kwamba kipindi hiki kinaweza kukuvusha kutoka mahali kwenda mahali, pale utakapotii wewe kwenda mbele za Mungu, pale utakapotoa muda wako kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kupeleka shida zako. Watu wengi wamekuwa wakipeleka hoja zao kwa watu wengi wamekuwa wakipeleka shida zao kwa watumishi wa Mungu na wamekuwa wakiombewa, lakini maombi yale hayajawasaidia chochote. Nataka nikwambie, jukumu lililobaki mpendwa, ni la kwenda wewe mwenyewe mbele za Mungu. Na ndio maana tunawaagiza watu wa Mungu, tunawasisitiza watu wa Mungu, wanaposikia kipindi hiki wasipuuzie, bali waende mbele za Mungu, wamwambie
Mungu shida yao ikusudi atende. Ni mambo mengi ambayo mimi nimekuwa nikiyashuhudia katika maisha yangu. Ninapoyatazama ni mengi, mengine kabisa ni magumu hata kuelezea mbele za watu, lakini Mungu amenitendea, Ukiniuliza siri ni nini juu ya mambo haya yote, ni lazima nitakwambia ya kwamba siri ni magoti, ni kwenda mbele za Mungu kwa kumlilia Mungu, ni kuwezesha, ni kudumisha yale mahusiano yako na Mungu ndani yako kwa kupitia njia ya maombi. Unapoenda mbele za Mungu unamwambia Mungu shida yako, unapomwambia Mungu shida yako, na Mungu anatokea kulingana na jinsi ambavyo unavyomwambia, anatokea kwa ajili ya kukusaidia. Nikusihi mwana wa Mungu, nikwambie mwana wa Mungu ya kwamba hata kama umekata tamaa, liko jambo ambalo umeliona kuwa ni gumu na ni zito katika maisha yako, nataka nikwambie mwana wa Mungu ya kwamba jambo hilo lipeleke mbele za Mungu, na utamwona Mungu anasimama, katikati ya jambo lako. Kwa maana Mungu wetu ni Mungu ambaye anayeingilia kati katika maisha yetu, anaingilia kati kwa mambo ambayo ni magumu kibinadamu. Nataka nikwambie ya kwamba ni rahisi mno mbele za Mungu. Ukimkabidhi Mungu mambo hayo, utaona ya kwamba Mungu anakusikia. Ukimsogelea Mungu, utamuona Mungu anasimama na kukusogelea na wewe pia. Hakika masikio ya Mungu kwa mtu anayeomba, masikio ya Mungu kwa mtu anayemwendea, hakika hayatakuwa mbali, bali yatakuwa karibu na wewe, yakisikiliza hoja zako. Kwa hiyo nakwambia mtu wa Mungu ya kwamba hupasi kukata tamaa, bali unapaswa kusonga mbele. Hupasi kukata tamaa, bali unapaswa kuingia mbele za Mungu kwa maombi. Siri yetu watu wa Mungu ni moja tu, ni kumwambia Mungu shida zetu, ni kwenda mbele za Mungu bila kufunga vinywa vyetu, ni kwenda mbele za Mungu kila itwapo leo. Kama wewe una shida, unasumbuliwa na magonjwa ya kila namna, umeombewa miaka mingi, umetembea katika hospitali za kila aina, nataka nikwambie leo hii ukifumbua kinywa chako ukamwambia Mungu ya kwamba imetosha, hakika Mungu atakusikia. Mungu ameahidi ya kwamba kila ajaye kwake hata mtupa nje kamwe, atakuwa pamoja naye akisikiliza hoja zake, akisikiliza shida zake. Nikusihi mwana wa Mungu leo, yaweza kuwa ulikuwa hujui jambo hili, yaweza kuwa ulikuwa unasikia tu maombi. Nataka nikwambie maombi ndio ufunguo wa kila kitu katika maisha yako. Maombi ndio hazina pekee ambayo Mkristo amepewa na Mungu, ya kwamba akisema hakika Mungu atatenda. Kwa hiyo nataka nikwambie mwana wa Mungu ya kwamba kipindi hiki si cha kubeza, bali ni cha kusimama, ni cha kumwendea Mungu, ni cha kusikiliza, ni cha kuungana kwa pamoja, tuweze kumwambia Mungu shida na matatizo yetu, tuweze kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumwambia Mungu kile tuapo leo. Na nikwambie unapomwendea Mungu lazima ukumbuke toba, lazima uende mbele za Mungu kwanza kwa toba. Unapoenda mbele za Mungu kwa toba, hakika Mungu anakufanya upya, anakufungua kwanza, halafu baadaye ndo anafanya mambo makuu katikati ya maisha yako. Anakuwa pamoja na wewe kwanza, halafu baadaye ndo anaanza kufanya chochote ambacho kinachoonekana kigumu katika maisha yako. Nikwambie mwana wa Mungu, wakati ndo huu sasa wa kuweza kuja mbele za Mungu na kumwambia Mungu shida zako. Mungu wetu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, hakika wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu uwezaye. Tunasogea mikononi mwako sasa, Ni watu wako ambao Bwana wako mikononi mwako usiku huu wa leo, wako mikononi mwako, wako madhabahuni pako Mwokozi, wako mikononi mwako Mungu wangu li hai. Hakika we ni Mungu ujuaye mioyo ya watu wako, ujuaye mioyo ya watu wako. Dunia yote inasikia jambo hili,
watu wote Mungu ambao uliowaweka kwenye channel hii kwa ajili ya kusikiliza. Mungu aliye hai, hakika mimi najua ya kwamba tuko pamoja nao tukifanya maombi haya kwa pamoja. Tuko Bwana mikononi mwako tukiomba rehema na toba katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yaweza kuwa Mungu ni muda mrefu Bwana tumekuwa tukitembea katika hali ya kutokujua maana ya maombi na namna ambavyo Mungu unavyotuona katika dunia hii. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo tunasoma katika maandiko yako matakatifu ya kwamba wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni Mungu unayerehemu, wewe ni Mungu mwenye upendo. Na ndio maana Bwana hatujasita kuja mikononi mwako, hatujasita kuja mbele zako. Ni kama jinsi ulivyoagiza katika maandiko yako matakatifu ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Nasi Mungu tuko mahali hapa Bwana tukiomba rehema, nguvu ya upendo wako Bwana mtakatifu ambayo Bwana ushuka kwa kila aombaye. Nasi Mungu tuko madhabahuni pako tukiomba Bwana rehema. Tunakuja mbele zako tukiomba toba. Ninaomba toba Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu na mtu huyu ambaye Mungu piga magoti kwa ajili ya kuyaheshimu maombi haya katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, ninafika mbele zako, ninasogea Bwana madhabahuni pako nikiomba rehema na toba kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Mungu ya kiungu ikasimame na kuonekana, utufanye upya Bwana, uwafanye upya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Ninajua Bwana ya kwamba ukitufanya upya Bwana ndipo unaanza kushughulikia hata katika mambo ambayo Mungu tunayozidi kuyaona ni magumu katika maisha yetu katika jina la Yesu. Na ndio maana Bwana tunaanzia toba Bwana madhabahuni pako. Tunakuja mbele zako Bwana ili ututakase. Tunakuja mbele zako Bwana ili utuoshe kwa damu yako. Utusaidie Bwana kusimama katika kweli yako katika jina la Yesu. Madhabahuni pako Mungu tunakuhitaji, maana tunajua ya kwamba Bwana wewe ni Mungu uliye hai, ambaye Mungu unamhurumia kila mtu na unampokea kila mtu, awe maskini au tajiri, awe mtu ambaye hana au anazo. Bwana uliye hai, tunasogea mikononi mwako. Wewe Mungu mwenye huruma, unamhurumia kila mtu, awe kijana awe mtoto. Mungu hakika unamhurumia. Mungu uliye hai, kwa huruma zako tunasogea mikononi mwako tukihitaji neema ya utukufu, tukihitaji nguvu yako Bwana, tukihitaji nguvu ya toba ikasimame Bwana katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu uliye hai, tusaidie Bwana tunaposimama Bwana katika utukufu wako, tunaposimama Bwana katika madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunaomba rehema, Mungu turehemu. Tunasogea Bwana kama jinsi ambavyo Mungu ulivyotupa nafasi siku ya leo Bwana, tunakuja mikononi mwako. Tunajua Bwana ya kwamba nafasi hii tumeipata Bwana ni kwa neema. Na ndio maana Bwana Mungu nasi hatusiti Bwana kusema Bwana Mungu, damu yako itutakase, ipite katika viungo vyetu, ipite Bwana popote ambapo Bwana palipo na uharibifu, popote ambapo Mungu palipoguswa na uharibifu wa kila namna Bwana, damu yako ipite Bwana, ipite katika malango yote yaliyofunguliwa kwa ajili ya kuingiza uovu katika jina la Yesu. Mungu, damu yako ikapite katika malango hayo, ikasafishe Bwana kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Yaweza kuwa Mungu katika uovu huo, Mungu uliye hai, wengine wamepata magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Wengine Mungu wamerudi nyuma Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunasimama kinyume nayo. Mungu, Roho wako Mtakatifu na nguvu yako Bwana ya kiungu ikasimame kwa namna ya ajabu na ya pekee tunaposimama Bwana katika maombi ya usiku huu. Mungu uliye hai, ukaachilie nguvu na uwezo wako, nguvu ya damu yako Bwana. Tunaachilia Roho Mtakatifu akasimame, akatembee kwa kila
mmoja mmoja aliyejitoa katika masaa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye neema, neema yako, neema yako, neema yako katika jina la Yesu Kristo. Neema yako katika jina la Yesu. Neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana itutakasayo, neema yako Bwana itutakasayo. Tunapokuja mbele zako, hakika Bwana sisi ni wanao, sisi ni wanao Bwana. Ni kama maandiko yalivyozungumza ya kwamba Bwana, wote waliokupokea umewafanya kwa watoto wako Bwana. Mungu mtakatifu uliye hai, tunasogea mikononi mwako, tunasogea mbele zako tukijua ya kwamba ni watoto wako, ni wana katika ufalme. Na ndio maana Bwana tunasogea mikononi mwako, tunasogea Bwana katika madhabahu yako, tunasogea Bwana katika uwezo wako, tunasogea Bwana katika kiti chako cha enzi, tunasogea Mwokozi, tukiomba Bwana nguvu ya uwezo wako mtakatifu, tukiomba Bwana nguvu ya uwezo wako mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tukizidi kusogea mikononi mwako, tukizidi kusogea mikononi mwako, Mungu uliye hai, hakika unajua ni wapi ambapo Bwana hakika tumenenda kinyume na mapenzi yako. Unajua Bwana, unajua ni wapi ambapo Mungu tulipojikwaa. Tunajua Bwana ni wapi ambapo Bwana tulipojikwaa mpaka tukatengana na nguvu yako, mpaka tukatengana na uwezo wako Bwana, na tukakaribisha nguvu ya magonjwa, na tukakaribisha nguvu ya kukata tamaa katika mioyo yetu. Tumekuwa tukitembea katika maisha ya duni, katika maisha ambayo Bwana hakika Bwana ukutupangia katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunasogea mikononi mwako tukiomba toba na rehema. Wakati huu tunaomba toba na rehema, tunaomba toba na rehema wakati huu. Mungu tusamee, uturehemu Mungu kwa pale ambapo Mungu tulipojikwaa, uturehemu Bwana, maana hakika wewe Mungu unatusamini mno, unatusamini mno Bwana. Bwana tunasoma katika maandiko yako matakatifu ya kwamba wewe Mungu ndiye uliyempenda mwanadamu yungali mwenye dhambi. Wakati akiwa anatembea Mungu katika dhambi, Mungu wewe ulimpenda. Wakati mwanadamu alipokuwa akitembea katika dhambi, hakika Bwana ulimpenda. Na ndio maana Bwana tunasogea mikononi mwako, tunajua tukija mbele zako kwa moyo, tukija mbele zako Bwana tukiomba toba na rehema, hakika Bwana wewe si mwingi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema. Bwana rehema zako hakika Bwana zipo nje kwa mtu anayekuja kwako. Rehema zako ziko nje kwa mtu anayeomba toba na rehema mikononi mwako. Mungu uliye hai, tunasogea madhabahuni pako Mwokozi, tunasogea Bwana katika uwezo wako, tunasogea Bwana katika kiti chako cha enzi, tukiwa na imani ya kwamba Bwana unatenda, tukiwa na imani ya uwezo wako. Uwezo wako Mungu ni wa ajabu, na ndio maana Bwana umetupa muda huu, lakini tunajua ni kwa neema na uwezo wa ajabu, ni kwa upendeleo tu Bwana. Tunaona Bwana wengi wamekuwa wakipuuzia katika vipindi hivi vya maombi, wakisikia neno maombi, wengine mpaka wanajifyonza, wengine Bwana wakituona tunafanya hivi wanajua kabisa ya kwamba ni kama tumekosa kazi za kufanya. Lakini Mungu, sisi tunajua umuhimu wa kusogea mikononi mwako kwa maombi, na ndio maana Bwana umetupa nafasi. Sisi mioyoni tunafurahia, sisi Bwana tunafurahia kwa sababu Mungu hakika umetupa nguvu, umetupa uweza, umetupa nguvu Bwana. Yote tunayoyasikia, yote Bwana tulionayo ni kwa sababu Mungu umetupa nafasi ya kuomba. Yote Mungu tunayoyaona Mungu ni kwa sababu umetupa nafasi ya kuja mikononi mwako. Tunakuja Bwana kwako leo, tunakuja kwako Bwana tukiwaombea, maana hakika Mungu tupo katika harakati Mungu ya kutengeneza
ya kutengeneza waombaji hata wa kuliombea taifa leo, ya kuliombea taifa la Tanzania. Mungu, hakika tunajua ya kwamba nao pia umetusikia, nao pia Mungu tuko pamoja nao katika taifa hili, katika jina la Yesu. Tunaposimama Bwana, tunawaombea na wao. Mungu li hai, wawe ndiwe Bwana ambaye Mungu ukiamua kukusanya mtu, Mungu unamkusanya. Ukiamua Bwana kumsambaratisha mtu, hakika Bwana unamsambaratisha katika jina la Yesu. Mungu li hai, nasi tunakuja mikononi mwako kwa wazo hili ambalo Bwana ndio liachilia katika maisha yetu, Mungu, la kuisimamia na kuliombea taifa. Hakika Bwana tunajua wako wengi ambao Bwana uliowaandaa, ambao Mungu uliowapa nguvu katika jambo hili, katika jina la Yesu. Maana tunajua ili taifa liweze kusimama imara, ni lazima watakaolisimamisha ni waombaji ambao wanaosimama na kusogea kwako kila itapo leo. Na ndio maana Bwana tunasogea Bwana, tunasogea Bwana. Tunajua katika taifa hili ndipo palipo na rasilimali zetu, katika taifa hili ndipo palipo na kila kitu. Maana hakika Mungu uliye hai, Mungu li hai, una makusudi yako Mungu ni makubwa mno kutuachilia kusimama katika taifa hili kwa jina la Yesu Kristo. Ni kama jinsi ambavyo ulivyoachilia ukampeleka Esa katika taifa hilo, ili Mungu siku itakapofika kama jinsi ilivyofika kwa ajili ya kutaka kuangamizwa Wayahudi wote. Bwana, kazi ya Esa ya wewe kumpeleka mahali pale, nayo ikadhihirika. Ikadhihirika Bwana. Kwa hiyo Bwana, tunauona uweza wako, tunaona nguvu zako Bwana zikisimama Bwana kwa wateule wote. Tunaona uweza wako mtakatifu, tunaona nguvu zako Bwana zikionekana na kusogea kwa namna ya pekee na ya ajabu mno Bwana katika maisha yetu. Bwana uliye hai, ninawasogeza mikononi mwako waombaji wote. Ninawasogeza Bwana mikononi mwako bila kujali matabaka ya dini yao. Mungu li hai, nawasogeza mikononi mwako, nawasogeza mikononi mwako kwa wote ambao Bwana uliowapa mzigo huu wa kusogea kwa ajili ya kubeba mzigo. Ni kama jinsi ambavyo ulivyosimama na kuandika katika kitabu cha Ezekieli, kwa namna ambavyo Bwana ulivyotaka waombaji wasimame katika hali ya kuziba pengo. Mungu li hai, katika jina la Yesu. Mungu li hai, katika jina la Yesu. Tunajua hakika yako mapengo katika taifa hili, maana hakika yanapotokea mapengo, Mungu, dhambi utawala, dhambi huonekana, lakini dhambi hiyo huondolewa na waombaji. Pale misingi ya taifa Mungu inapotikisika, watu watakaosimamisha ni wale watakao kuja kwako kwa kuomba, kwa kufunga na kuomba. Na ndio maana Bwana Mungu li hai, tunaposogea mikononi mwako pamoja na wote ambao Bwana utakaowapa nguvu, utakaowapa kibali cha kusogea katika madhabahu yako, wakiwa wamelibeba taifa lao, wakiwa wameibeba taifa hili la Tanzania, katika jina la Yesu. Maana hakika si wakati wa giza kutawala, bali Mungu ni wakati wa nuru, ni wakati wa kujulikana ya kwamba wewe ni Bwana, ya kwamba wewe ni mtakatifu, ni Mungu liye hai, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu wetu liye hai, endelea kusimama na kuonekana. Nuru yako Bwana takatifu na nguvu yako Bwana ya kiungu isimamayo, nayo Bwana ikasimame kwa namna ya pekee na ya ajabu. Mungu wetu mtakatifu, endelea kusimama na kuonekana katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wewe ni Mungu achiliaye nuru, wewe ni Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Ni kama jinsi ambavyo Bwana Waisraeli walivyokuwa wakisubiri siku ya Bwana, nasi Mungu katika taifa hili tunaisubiri, ambayo Mungu ni siku ya Bwana ambayo iko takatifu. Bwana, itakuwa ni siku ya sherehe na furaha, ya nyimbo na vigelegele kwa jina la Yesu Kristo. Lakini Bwana, itakuwa ni siku ya ajabu kwa watenda maovu, kwa watu ambao waliokatalia giza kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu aliye hai, nuru yako Bwana ing'alayo iendelee kung'ala katika kila mahali, kwa namna ambavyo Mungu unavyoliangalia Mungu taifa hili. Hakika Bwana, wewe ni Bwana, na hakika Mungu, sisi tunajua ya kwamba Mungu ukisimama, Mungu aliye hai ukisimama, giza lote ukimbia hakutokuonekana tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wetu Mungu mwenye nguvu, Bwana wetu Mungu mwenye uwezo, uwezo wako ujulikana kwa wote ambao, uwezo wako ujulikana kwa wote wajao kwako kwa nguvu na kwa moyo wote, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, endelea kusimama na kuonekana. Uwepo wako, uwepo wako Mwokozi, uwepo wako Mungu uliye hai, endelea kusimama Bwana. Simama Bwana. Ninajua ya kwamba wako watumishi wako ulioandaa, wako watumishi wako ambao Bwana ulioandaa, umewaandaa kwa ajili ya kazi hii, umewaandaa Bwana. Hakika kibinadamu wengine hawajiwezi Bwana, hakika hawajiwezi kimwili, hawajiwezi, lakini Mungu umewapa nguvu ya Roho, umewapa nguvu ya Roho, umewapa Bwana nguvu ya Roho, umewapa nguvu ya Roho. Mungu wangu uliye hai, umewapa nguvu ya Roho. Wewe ni Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Na wewe Bwana, wewe ni Mungu ambaye, Mungu hakika upimwi kwa vitu, bali Mungu, wewe ni Mungu, akili zako Bwana hazichunguziki, katika jina la Yesu. Kila mtu Bwana uamua kumpa kulingana kipimo ambacho Bwana ulichompangia, kulingana na vitu ambavyo Bwana kusudi lako lilivyo. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, neema na uwezo wako mtakatifu ukaendelea kusimama na kuonekana kwa namna ya kazi ambayo Bwana ulioiweka ndani ya watu hao, ambao kibinadamu wanaonekana ni watu ambao hawana, wanaonekana ni watu mafukara, wanaonekana Bwana ni watu kama wanaotembea kama vipofu. Lakini Mungu, nguvu yako ambayo Bwana ulioiweka ndani yao, maana hakika yaweza kuwa umeiweka wao kuwa ndio nguzo ya taifa, wao kuwa kama nguzo Bwana uliye hai, Mungu mwenye uwezo. Hakika nguvu yako Bwana inasimama na kuonekana kwa kila ajaye kwako, kwa kila Bwana aliyebeba kusudi lako, kwa kila Bwana aliyekubali kuja mbele zako Bwana, bila kuona aibu yoyote, bila kurudishwa nyuma na vitu. Bwana wangu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, na waombea wote ambao Mungu uliowapa mzigo, ambao Mungu uliowapa mzigo Bwana, katika jina la Yesu. Bwana uliye hai, wape mkusanyiko kwa jina la Yesu, maana hakika wewe ni Mungu mwenye uwezo na umoja, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, hakika umoja wa namna ile Bwana, hautahitaji kampeni kwa kila yoyote ambao Bwana uliompa mzigo, katika jina la Yesu. Bwana atakuja mwenyewe kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya kusudi ambalo Bwana ulioliachilia. Najua Bwana, katika kila mkoa Bwana, katika taifa hili umeweka mtu mmoja, ni kama jinsi ambavyo Bwana ulivyotafuta moja, Bwana ulivyotafuta moja
kwa ajili ya kusimama nguzo, kwa ajili ya kusimama, kwa ajili ya kulikomboa taifa. Mungu wetu uliye hai, uwezo wako ni wa ajabu na wa milele. Endelea kusimama katika jina la Yesu. Asante. Wewe ni mtakatifu mno katika jina la Yesu. Damu yako na mkono wako Bwana, mkono wako wewe Bwana, hakika Bwana utufanyaye Bwana kuwa wamoja katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwenye uweza wako Bwana, uweza wako wewe Bwana, uliyeweka nguvu katika kila kabila, uliyeweka nguvu katika kila kabila Bwana, katika taifa hili. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, uliyeweka nguvu katika kila kiumbe ambacho Bwana ulichokiachilia, ulichokiamuru kikae katika taifa hili. Mungu wangu uliye hai, katika jina la Yesu, wewe Bwana uliye hai, Mungu uliyeweka nguvu Bwana ya kuziba mapengo yote ambayo Bwana yanayosimama katika taifa hili. Nuru yako Bwana takatifu na nguvu yako Bwana ya kiungu isimamayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu uliye hai, katika jina la Yesu, ni wakati wa nuru. Tunajua ya kwamba Bwana, hizi ndizo nyakati ambazo Bwana ulizoziachilia ili Mungu nuru yako itawale, ili Bwana nuru yako itawale. Nyakati hizi Bwana ni nyakati za nuru kutawala, ni nyakati za nuru yako Bwana kuangaza katika taifa hili. Hakika Bwana, nyakati hizi ni nyakati za nuru kuonekana katika maisha ya watu, kuonekana katika maisha ya watu wote kuitao. Nyakati hizi Mungu ni nyakati za kutenda, ni nyakati Bwana za kutenda. Wewe ni Mungu, hakika tunajua ya kwamba wewe ni mtendaji, wewe ni mtendaji mkuu, wewe ni mtendaji. Amri yako Mungu ni kuu mno. Hakuna mamlaka Bwana iliyokuu, hakuna mamlaka ambayo Bwana iliyokuu kama yako, kama mamlaka itokayo mbinguni. Nasi Mungu tunasimama na mamlaka hiyo, maana tunajua ya kwamba mamlaka hiyo imeachiliwa kwa wote, kwa wateule wako ambao waliona muda wa kusogea madhabahuni pako, waliona muda Bwana wa kusogea miguuni kwako, ya kusogea madhabahuni pako. Leo Mungu tuko madhabahuni pako, Mungu wetu uliye hai, tukitamani nuru yako Bwana yangaze katika kila taifa, katika kila kabila, katika taifa hili. Nuru yako Bwana ikangaza, maana tunajua ya kwamba nuru yako ikiangaza Bwana itakuwa ni fedheha kwa watenda maovu. Nuru yako ikiangaza itakuwa ni aibu, kwa watenda maovu. Nuru yako ikiangaza itakuwa ni aibu kwa watu wafanya mambo yao kwa aibu, kwa jina la Yesu. Mungu aliye hai, simama na kuonekana. Wewe ndiye mtetezi, hatuna Mungu mwingine, hatuna mtetezi mwingine ila ni wewe Bwana, ila ni wewe Mungu wetu. Ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza. Uwezo wako na nguvu zako zitasimama kama jinsi ambavyo Bwana zilizoamriwa, katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe Bwana mwenye nguvu na mamlaka. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Wewe Bwana, katika jina la Yesu, utazamaye kila mtu ajaye kwako kwa machozi ya haki na kila chozi Bwana walitazama. Mungu wetu, katika jina la Yesu,
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, watazame watu hawa, watazame Bwana watu hawa wanaokujia kwako, wanakuja kwako, wanakuja kwako Mwokozi. Bwana, hakika Bwana ambaye ukukubali mtumishi wako Bwana aibike. Tunaona katika kitabu, katika maandiko matakatifu, katika enzi za Elia, Mungu hakika haukukubali kumwacha Elia peke yake. Haukukubali. Mungu ya hakika ukukubali kulinganishwa na miungu ya bahari. Wewe Mungu ukukubali. Hakika wewe ni Mungu unajitenga. Hakika wewe ni Mungu wa haki. Wewe ni Mungu wa haki. Hakika Bwana, wewe ni Mungu mwenye haki. Katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye haki. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye hai, umetupa njia moja tu Bwana ya kuja mbele zako, lakini pia ukasema ya kwamba tukwambie pale tunaposhindwa. Bwana Mungu mtakatifu uliye hai, nasi tunazidi kusogea. Tunasogea Mungu kwa namna ya pekee, kwa namna hakika Mungu ya pekee mno. Ni pekee hakika, maana hakika ni wewe Bwana uliyeiweka njia hii. Katika jina la Yesu, ulituwekea njia hii katika ulimwengu wa roho. Mungu, tutazame na kukuona wewe, tusiendelee kuona milima. Kuna wakati kweli Mungu tunatazama tunaona milima, lakini Mungu tunaomba macho yetu yawezeshe ya kuona wewe wala sio milima, ya kuona wewe Mungu wetu uliye hai. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, watu wako Bwana kila isitapo leo wanaomba, usiku mchana wanaomba Bwana, wakipokezana, wanaomba Bwana wakiomba amani, wakiomba nuru yako Bwana isimame na ijulikane Bwana ya kwamba wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu usimamaye. Taifa hili Mungu ni lako. Katika jina la Yesu, unasogea mikononi mwako neema na nguvu yako Bwana, ambayo Mungu iliyoachiliwa katika taifa hili na ndani ya watu wake wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nuru yako Bwana, nuru yako Bwana takatifu, na nguvu yako Bwana takatifu, hakika Bwana ukashuke na kuonekana, ukashuke na kuonekana. Tunaona Bwana katika kitabu cha Mwanzo, kwenye uumbaji wako Bwana, kwa kila kilichoamriwa na wewe Mungu kilionekana kutendeka. Kila ulichokiamuru Bwana Mungu kilitendeka kama ulivyokiamuru. Mamlaka hayo ukaachilia Bwana juu ya watumishi wako, wajao kwako kwa neema na kwa haki, wajao kwako Mungu kwa moyo. Mungu umewapa mamlaka ya kuamuru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunajua Bwana tukiamuru sisi ni wewe Bwana umeamuru Mungu, nasi tunaamuru wakati huu ya kwamba ni nyakati za nuru, ni nyakati za nuru katika taifa hili na katika watu wako. Ni wakati wa nuru sasa. Nuru yako Bwana ikatambae, ikangaze kila pande za dunia. Nuru yako Bwana ikangaze Bwana katika malango ya Tanzania. Nuru yako Bwana ikangaze Bwana wangu uliye hai, katika jina la Yesu. Bwana uliye hai, katika jina la Yesu, nimeona Bwana ukiachilia mambo haya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Ni ushuhuda ambao Bwana ulioachilia kwangu. Nataka Bwana nijue ya kwamba uwezo wako ni mkuu Bwana, ni kama jinsi ambavyo Bwana alivyoona ya kwamba wewe ni Mungu uliyenifundisha nyimbo hizi. Katika jina la Yesu, Mungu uwepo wako na nguvu yako Bwana Mungu ikatokee kama jinsi ilivyotokea katika
kila wimbo ambao Bwana nilioimba katika jina la Yesu Kristo. Nuru yako Bwana na nguvu yako Bwana ya uzima isimamayo na kutukuka katika jina la Yesu. Mungu wangu aliye hai, uwezo wako mkuu mno. Hakika Bwana, hakuna kilicho cha giza, hakuna giza ambalo Bwana litakalosimama tena. Bwana litakaposikia wimbo ambao Bwana ulioachilia katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu aliye hai, jina lako Bwana, kwa namna ambavyo Bwana ulivyoachilia nafasi kwa wote wajao kwako, kwa jina la Yesu. Mungu wangu aliye hai, hakika wimbo umeufanya Bwana kuwa ni wimbo mkuu. Kila madhabahu ya giza ambao Bwana itakaosikia wimbo hakika vunjika na kusambaratika kwa namna ambayo haielezeki kabisa katika jina la Yesu. Uwepo wako Mungu na nguvu yako Mungu ikasimame na kuonekana katika jina la Yesu. Mungu wangu aliye hai, Mungu mwenye uweza, uweza wako ni mkuu na nguvu zako Bwana ni za milele. Hakika Bwana, tunaona Bwana katika maandiko yako matakatifu, mamlaka yako Bwana ni ya juu mno. Hakuna mamlaka ambayo Bwana iliyo juu ya mamlaka yako katika jina la Yesu. Mungu mwenye uweza, uweza wako ni wa milele katika jina la Yesu. Mungu wangu aliye hai, katika jina la Yesu. Ni Mungu simamaye, ni Mungu simamaye, huonyesha nuru. Hakika Bwana huonyesha nuru. We Bwana huonyesha nuru. Mungu wetu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye uweza, uweza wako Bwana hakika ni mkuu mno. Wewe ni Mungu mwenye uweza. Hakika Bwana ni Mungu mwenye uweza. Nasi Mungu, wewe ni Mungu mwenye uweza. Tunaamini hayo. Tunaamini Bwana, hakika Mungu, tunaamini hayo. Hakika Bwana wetu aliye hai, hakika tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu mwenye uweza. Uweza wako Bwana hakika utembea katika kila mahali watu wako wanakokuhitaji. Hakika Bwana, wewe Mungu achilia uweza. Wewe Mungu achilia uweza. Mungu aliye hai achilia uweza. Uliachilia uweza Bwana kwa mwanamke yule Msamaria Bwana aliyekuwa na tatizo la kutoka damu. Bwana, uweza wako Bwana uliposimama ndani yake, tatizo hilo hakika Bwana liliisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wangu aliye hai, tunasimama Bwana wakati huu, tunasimama pamoja na wote hawa watu wako wote hawa ambao Bwana uliowaweka katika madhabahu hii, uliowaweka Bwana watu hao wote ambao Bwana uliowaweka, walioinama mbele zako Bwana uliye hai. Hakika Bwana watu hao, umati wa watu hao ambao Mungu walioinama mbele zako, ni kama jinsi ambavyo Mungu alivyotokea na kuona watu hao Mungu kwa namna ambavyo walivyoinama mbele zako. Mkono wako Bwana ukiwagusa, mkono wako Bwana ukiwagusa Bwana, ukiwagusa na kuwatamkia amani, na kuwatamkia amani katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, nuru yako Bwana yangazayo ikangaze ndani yao. Wako wengi ambao Bwana waliojaa mahospitalini, wako wengi waliojaa majumbani Bwana, wajiwezi hawezi Mwokozi, lakini kwa neema yako, kwa neema yako, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako Bwana unapita, kwa mkono wako unaopita, kwa mkono wako unaopita, unapita uko hospitalini, unapita
uko majumbani, kwa mkono wako unatangaza amani na uponyaji. Kwa mkono wako unatangaza amani na uponyaji. Kwa mkono wako Bwana unapita, mkono wako Bwana unapita, mkono wako unatangaza amani na uponyaji, unatangaza amani na uponyaji, unatangaza amani na uponyaji kwa jina la Yesu. Unatangaza amani na uponyaji, unatangaza amani na uponyaji. Mungu mwenye uweza wako Bwana hakika ni wa hali ya juu. Mungu wangu, katika jina la Yesu, Mungu wangu uliye hai, Bwana wangu, Mungu wangu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hakika si kwa namna hii ambayo Bwana tunayoiona. Hakika Bwana Mungu si kwa namna hii, lakini Mungu uliye hai, tunaona Bwana katika maandiko yako kwa namna ambavyo Mungu ulivyojitoa Bwana, ukadharauliwa pale msalabani, mikuki ikapita, ukachomwa mikuki Bwana, tunaona wakakuongezea na taji ya mimba, mate Bwana yalitemwa. Bwana mtakatifu uliye hai, Bwana ni kwa sababu ya watu hawa, ni kwa sababu ya watu hawa Bwana uliye hai, ni kwa sababu ya watu hawa. Lakini macho yetu Mungu tunavyoona, tunaona Bwana umati wa watu wengi wako kwenye mateso, umati wa watu wengi wako kwenye mateso, wamefungwa na vifungo vya aina mbalimbali, wamefungwa Bwana, wanahitaji kufunguliwa, wanahitaji nguvu yako, wanahitaji uweza utokao madhabahuni pako. Nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana ikatembee. Kuna wengine Bwana hawana amani hata katika ndoa zao, amani haipo ndani yao, amani haipo. Najua ya kwamba wengine Mungu walikuwa ni watumishi wako, lakini kulingana na mwanzo walioanza nao, na ndio maana Bwana wameingia Bwana katika hali ya kukosa amani. Mungu wangu uliye hai, uwezaye kusawazisha, uwezaye Bwana kuweka mambo ya upya kwa jina la Yesu. Mungu wangu uliye hai, achilia nguvu yako kulingana nia ya watu hao Bwana. Hakika Mungu anakupenda, hakika Bwana wamekurudia kwa moyo kwa jina la Yesu. Mungu simama katikati yao, ukaachilia amani katika jina la Yesu. Mungu wangu, nguvu yako katika jina la Yesu, nguvu yako Bwana, nguvu yako Mwokozi, nguvu yako ikaendelee kuonekana, nguvu yako Bwana ikaonekane, nguvu yako Bwana Mungu ikaonekane Bwana, ikaonekane Mungu, nguvu yako ikaonekane kwa mtu kutoka mbali. Mungu, nguvu yako ikaonekane, ukashike Bwana, mkono wako ukashike katika kichwa chake, mkono wako Bwana ukashike Mwokozi, mkono wako Bwana ukashike mkono wako Bwana ukashike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu yako Bwana, nguvu yako Mwokozi, nguvu yako Bwana wangu, nguvu yako Bwana ikashuke katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana wangu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye uweza wako Bwana, uweza wako Mungu, uweza wako Mwokozi, ukasimame Bwana, ukasimame kwa mtu mhitaji. Uweza wako Bwana ukasimame kwa mwana huyu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hakika wewe Bwana usehemu yangu. Bwana, wewe usehemu yangu.
Bwana, wewe Mungu usehemu yangu, wewe Mungu usehemu yangu katika safari yangu. Hakika nami nitatembea na wewe, tutatembea pamoja, utatembea pamoja na kila ambaye Bwana anayesimama leo, aliyesimama leo, ambaye Bwana aliyepata nafasi ya kuja mbele zako. Bwana, hakika wewe Bwana utatembea pamoja naye. Wewe Bwana usehemu yangu, usehemu yangu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Katika safari yangu Bwana, hakika tatembea na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Katika utulivu huu, mtu wa Mungu, katika utulivu huu naomba uzidi kunena na Bwana. Sema na Bwana kwa moyo, sema na Bwana kwa moyo. Endelea kumwambia Bwana pole pole katika moyo wako. Moyo wako usiruhusu kunyamaza, moyo wako usiruhusu kunyamaza. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana maadamu amekupa nafasi hii. Mwambie Bwana, sema na Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu juu ya maisha yako, mwambie Mungu juu ya maisha yako. Maana maisha yako yanamhitaji Mungu, yanamhitaji Mungu kupita kawaida. Maisha yetu haya, maisha yetu wanadamu tunamhitaji Mungu mno. Tunamhitaji Mungu. Usisahau kuiombea siku yako, usisahau kuombea siku yako. Endelea kumwambia Bwana ili kusudi Mungu azidi kukupa nafasi, nafasi tamu na za muhimu namna hii, nafasi tamu za kumwendea Mungu, nafasi za muhimu za kumwendea Mungu kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi. Nafasi hizi hakika ni adimu. Watu wengi huzikosa, watu wengi hawazipati, watu wengi hawazipati kwa sababu hawajapata nafasi ya kumwambia Mungu, hawajapata nafasi ya kumwambia Mungu juu ya nafasi kama hizi nzuri. Watu wengi wanazikosa, lakini wewe Mungu amekupa neema, amekupa neema, amekupa neema, amekupa neema ya kuja mbele zake, amekupa neema ya kuja mbele zake ili kusudi unene, useme chochote mbele zake. Kwa hiyo ninakwambia mtu wa Mungu ya kwamba upasi kunyamaza, upasi kunyamaza. Endelea kumwambia Mungu katika hali ya utulivu. Mwambie Mungu endelea kumwambia Mungu tu hata katika familia yako. Eza una watoto, unategemea kupata watoto. Hakika swala la watoto kwako imekuwa ni jambo la historia, imekuwa ni adimu. Umekuwa ukitafuta watoto, umetafuta watoto, umeenda katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuombewa ili upate watoto. Mwambie Mungu nafasi yako sasa, na wala si nafasi ya kupeleka hitaji hilo kwa watu. Ni nafasi ya kuja mbele za Mungu, ni nafasi ya kuja mbele za Mungu, ni nafasi ya kunyanyua, ya kutamka kwa mdomo wako. Sema hitaji lako, mwambie Mungu yuko mahali hapo ulipo. Mungu yuko mahali hapo ulipo, yuko mahali hapo ulipo, anakusikiliza, anasubiri utamke chochote ili afanye. Katika jina la Yesu Kristo, mwambie Mungu juu ya shida yako. Mwambie katika jina la Yesu, kama wewe ni mgonjwa, kama wewe ni mtu ambaye hujiwezi hata kiimani, kwa sababu kuna watu walio na kiu ya kusogea mbali katika imani, lakini hawajiwezi, na wao ukiwauliza hawajui nini shida. Mafundisho kama ni mafundisho wanayapata, lakini shida ni kwa sababu hawajazungumza chochote. Leo Mungu amekupa nafasi ya kuzungumza, amekupa nafasi ya kunena chochote, amekupa nafasi ya kuja mbele za Mungu kwa kulia, kwa kutambaa. Hata kama wewe fanya unachoweza,
Kama unaweza kutambaa, tambaa. Kama unaweza kupiga magoti, piga magoti. Kama unaweza kulala, lala. Ila ukiwa unamwambia Mungu juu ya shida zako, mwambie Mungu juu ya kizazi chako. Maana hakika kule mbele hatujui kule mbele hatujui. Omba juu ya kizazi chako ili Bwana asimame katika pamoja na kila kizazi kinachopita katika viuno vyako, kinachopita katika tumbo lako. Mwambie Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayeona mwanzo mpaka mwisho. Anaona mwanzo wako, anaona mwanzo wa kizazi chako, anaona pia na mwisho wa kizazi chako. Kwa hiyo upaswi kuacha kumwambia Mungu. Mwambie Mungu tu kwa mwendelezo huu. Mwambie Mungu, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakusikiliza. Mungu yuko tayari kutenda. Katika jina la Yesu. Mwambie Mungu. Mungu wetu hajachoka. Mungu wetu hachoki. Mungu wetu hachoki. Nimejifunza kitu kutoka kwa Mungu wetu, ya kwamba Mungu wetu hachoki. Mungu wetu hachoki. Mungu wetu hachoki. Mungu wetu hachoki. Hachoki. Mungu hajawahi kukuchoka. Hajawahi kukuchoka. Hajawahi kukuchoka kwa namna hiyo unayodhani wewe. Hujawahi kuchokwa. Mungu wetu hajawahi kukuchoka kwa namna hiyo ambayo hizi unapokea kutoka kwa manabii. Namna hiyo hajawahi kukuchoka. Hajawahi kukuchoka. Maana tunaona hata kipindi cha gharika aliweka agano. Mungu aliweka agano na Nuhu. Aliweka agano na agano hilo linatudhibitisha kabisa ya kwamba Mungu hajawahi kutuchoka. Tunapolitazama kila itwapo leo, tukilitazama tunaliona, kwa sababu simeandikwa ya kwamba agano hilo ni nini? Mungu aliweka upinde. Kwa hiyo ni kitu kinachoonekana, ni kitu ambacho kinaonekana. Kwa hiyo tukitazama macho yetu tunauona upinde, tunajua ya kwamba agano la Mungu bado lipo. Agano la Mungu bado lipo. Mungu bado hajatuchoka. Mungu hajatuchoka. Hawezi akaruhusu gharika la kila namna kuja ndani yako, kuja katika familia yako, kwa sababu Mungu ameweka agano. Mungu ameweka agano. Mungu ameweka agano juu yako. Kwa hiyo hawezi akaruhusu kitu chochote kibaya kikupate, mtu wa Mungu. Maadamu unamsogelea Mungu kwa moyo, unamsogelea Mungu kwa imani na kwa moyo, moyo wako umeushika, moyo wako umeushika umekubali kusogea pamoja na moyo wako. Hujaruhusu maovu kutawala moyo wako. Hujaruhusu sauti za shetani kutawala moyo. Maana Shetani anachosumbuka nacho kwa watumishi wa Mungu, anaruhusu sauti za ovyo kuzunguka moyo, na sauti hizo zinapozunguka moyo, mtu anakosa ni nini cha kufanya, maana moyo wake umejaa hukumu. Akikimbilia kwa manabii anazidi kuongezewa hukumu. Nataka nikwambie mwana wa Mungu ya kwamba nenda mbele za Mungu, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, maana agano lake halijakufa bado. Bado agano la Mungu liko hai. Bado agano la Mungu liko hai. Liko hai katika familia yako, liko hai katika vitu vyako, liko hai kwa katika uzao wako, liko hai hata katika mali zako. Agano la Mungu bado liko hai. Mungu bado ananena. Mungu bado ananena katika jina la Yesu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ninazidi kukusihi, upasi kunyamaza. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu juu ya maisha yako bila kuogopa, maana uhai wako nani alijua ya kwamba yuko hai? Kwa mambo gani? Ya kwamba yuko hai leo hii, yuko duniani, yuko hai kwa kufanya kipi? Ni kwa sababu ya kutengeneza. Ni kwa sababu ya kutengeneza, upate kutengeneza maisha yako, uwe pamoja na Mungu, ili Mungu apate kutokea katika maisha yako na ushuhudie makubwa katika ulimwengu huu.
Nafasi aliyokupa Mungu ni nafasi ya kipekee. Nikutie moyo mwana wa Mungu. Mungu hajachoka. Mungu bado hajakuchoka. Mungu hajakuchoka bado. Mwana wa Mungu, nikusihi. Ninawashukuru wote ambao mko pamoja nasi katika maombi haya, lakini pia na kwa wengine ambao yaweza kuwa huko pamoja nasi leo, unapenda tu kuendelea kuomba na watumishi wa Mungu. Namba zinapita mahali pale. Utachukua namba, utapiga simu, tutaomba pamoja. Nikusihi mwana wa Mungu, upasi kuchoka na kujikatia tamaa. Siri yetu iko katika magoti. Siri yetu iko katika kuomba. Unapoomba ndipo Mungu anapotokea. Ndipo Mungu unapomwona. Ndipo Mungu anavyosimama pamoja na familia yako. Nikusihi sana mwana wa Mungu, simama. Niombe kwa ajili yako. Mungu wetu aliye hai, simama pamoja na mtu huyu katika jina la Yesu. Ni usiku huu ambao Bwana, mwingine anaweza anaenda kupumzika. Mungu aliye hai, simama pamoja na roho yake, maana tunajua mwili ni kama kasha ambao unaenda, kuna wakati haujitambui kabisa, lakini moyo haulali. Mungu wangu aliye hai, simama pamoja na moyo wake, ukapate kuwa mlinzi katika jina la Yesu Kristo. Amen.